Mathayo sura ya 19. Yesu alipomaliza kusema maneno hayo, alitoka Galilaya akaenda Yudea ng'ambo ya mto Yordani. Watu wengi walimfuata huko, naye akawaponya. Mafarisayo kadhaa walimjia wakamuuliza kwa kumtega, "Je, ni halali mume kumpa talaka mkewe kwa kisa chochote?" Yesu akawajibu, "Je, hamkusoma katika maandiko matakatifu kwamba Mungu aliyemuumba mtu tangu mwanzo alimfanya mwanamume na mwanamke, na akasema, kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataungana na mke wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja? Kwa hiyo wao si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichounganisha Mungu, binadamu asikitenganishe." Lakini wao wakamuuliza, "Kwa nini basi Mose alituagiza mwanamke apewe hati ya talaka na kuachwa?" Yesu akawajibu, "Mose aliwaruhusu kuwaacha wake zenu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo. Basi nawaambieni, yeyote atakayemwacha mke wake, isipokuwa kwa sababu ya uzinzi, akaoa mke mwingine, anazini." Wanafunzi wake wakamwambia, "Ikiwa mambo ya mume na mkewe ni hivyo, ni afadhali kutooa kabisa." Yesu akawaambia, "Si wote wanaoweza kulipokea fundisho hili, isipokuwa tu wale waliojaliwa na Mungu. Maana kuna sababu kadhaa za kutoweza kuoa. Wengine ni kwa sababu wamezaliwa hivyo, wengine kwa sababu wamefanywa hivyo na watu, na wengine wameamua kutooa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Awezaye kulipokea fundisho hili na alipokee." Kisha watu wakamletea Yesu watoto wadogo ili awawekee mikono na kuwaombea. Lakini wanafunzi wake wakawakemea. Yesu akasema, "Waacheni hao watoto waje kwangu, wala msiwazuie. Maana ufalme wa mbinguni ni wa watu walio kama watoto hawa." Basi akawawekea mikono, kisha akaondoka mahali hapo. Mtu mmoja alimjia Yesu akamuuliza, "Mwalimu, nifanye kitu gani chema ili niupate uhai wa milele?" Yesu akamwambia, "Mbona unaniuliza kuhusu jambo jema? Kuna mmoja tu aliye mwema. Ukitaka kuingia katika uhai, shika amri." Yule mtu akamuuliza, "Amri zipi?" Yesu akasema, "Usiue, usizini, usiibe, usitoe ushahidi wa uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na umpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe." Huyo kijana akamwambia, "Hayo yote nimeyazingatia. Nifanye nini zaidi?" Yesu akamwambia, "Kama unapenda kuwa mkamilifu, nenda ukauze mali yako, uwape maskini fedha hiyo, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate." Huyo kijana aliposikia hayo akaenda zake akiwa mwenye huzuni, maana alikuwa na mali nyingi. Hapo Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Kweli nawaambieni, itakuwa vigumu sana kwa tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tena nawaambieni, ni rahisi zaidi kwa ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko kwa tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni." Wale wanafunzi waliposikia hivyo walishangaa sana, wakamuuliza, "Ni nani basi awezaye kuokoka?" Yesu akawatazama akasema, "Kwa binadamu jambo hili haliwezekani, lakini kwa Mungu mambo yote huwezekana." Kisha Petro akasema, "Na sisi je? Tumeacha yote tukakufuata. Tutapata nini basi?" Yesu akawaambia, "Nawaambieni kweli, Mwana wa Mtu atakapoketi katika kiti cha enzi cha utukufu wake katika ulimwengu mpya, nyinyi mlionifuata mtaketi katika viti 12 mkiyahukumu makabila 12 ya Israeli. Na kila aliyeacha nyumba au ndugu au dada au baba au mama au watoto au mashamba
kwa ajili yangu atapokea mara 100 zaidi na kupata uhai wa milele. Lakini walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza.